Asanteni kwa kuja kutusikiliza. Naitwa Janet Rite, mwenyekiti wa ngome ya wanawake ACT Wazalendo Taifa. Na furaha kubwa kusimama mbele yenu leo. Ngome ya wanawake inataka kuzungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari. Awali ya yote, sisi ngome ya wanawake ACT Wazalendo leo tunatamka hadharani kuunga mkono maazimio ya kamati kuu ambayo ndiyo msimamo wa chama chetu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, alipokea kitu ambacho kinaitwa ripoti kutoka kwa Jaji Chande na wenzake. Sisi na chama chetu tulikataa tume hii ya uchunguzi ya mauaji ya Oktoba 25 punde tu ilipoundwa, kwa sababu tulijua haiwezi kuja na jipya, kwani kuna hila inafanyika ili kuficha ukweli. Sisi ngome ya wanawake, mtakumbuka mwezi wa 3 tuliwaita waandishi na kuzungumza na nyie, na kuelekea siku ya wanawake duniani tulitangaza mwezi wa 3 kuwa mwezi wa maombolezo na dua kwa ajili ya kutembea kwenda kuwapa pole wahusika. Tume hii ya Jaji Chande, ambayo mimi naweza kusema ilikuja kutuhutubia badala ya kusoma ripoti, iliacha mambo mengi. Ngome ya wanawake ilitembea mikoa kadhaa ili kuchunguza, ili kufuatilia na kuwapa pole wale ambao walipoteza maisha Oktoba 29. Tulishuhudia msiba mzito unaolikabili taifa letu, lakini tumeambiwa watoto waliokufa ni 21 kwenye ile hotuba ya Jaji Chande. Sasa kama wamekufa 21, kwa mujibu wa ripoti tulitakiwa tuambiwe ni kina nani, wako wapi na idadi yao, maana tunaambiwa ni yao na zaidi, inawezekana na zaidi. Kwa hiyo tume ya Jaji Chande haijaonyesha dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba tunapata ukweli ambao tulitakiwa Watanzania tuupate. Hii ni picha ndogo tu tunaiona kwenye uyatima wa watoto 21 iliyosomwa na hotuba ya Jaji Chande, lakini kwenye maeneo haya hatukuona namna ambavyo ushirikiano umetolewa ili kupata takwimu sahihi za watu waliopoteza maisha. Kwa kusema hivi, tunaona ya kwamba tume ya Jaji Chande imeficha ukweli mwingi. Kwa hiyo basi, tunataka kujua kuhusu uhalali wa kumiliki ripoti ya mauaji ya Oktoba 29, 2025. Kuhusu uhalali wa kumiliki ripoti ya uchunguzi, sisi ngome ya wanawake ACT Wazalendo tumedhamiria kwenda mahakamani kuomba tafsiri ya kisheria kuhusu umiliki wa ripoti, maana tumeambiwa na aliyeunda tume iliyotumia kodi zetu kuwa ripoti ni mali yake, si mali ya Watanzania. Ndio maana ametoa angalizo, mtu yeyote asije kuomba ripoti. Pia mahakama itoe amri ya kufutwa kwa hiyo ripoti kama ipo, na kutoa nafasi kupata tume huru ya uchunguzi wa mauaji ya Oktoba 29, 2025. Kwa msimamo wa chama chetu cha ACT Wazalendo kilivyosema, tunasikitishwa. Chama chetu kiliweka msimamo wa kutoa mapendekezo iundwe tume huru ya kimataifa ili iweze kuchunguza na kutoa ripoti itakayowawajibisha waliohusika kupanga, kutekeleza mauaji dhidi ya Watanzania
hatuwezi kuendelea kunyamaza na kuona kwamba mali za umma zinageuzwa ni mali za watu binafsi. Upole wetu, ukimya wetu unampa mamlaka kiongozi mkubwa kufanya mali ya Watanzania kuwa mali yake. Hii haiwezi kukubaliwa. Matokeo ya tume hiyo ya rais sote tumeyaona kama yalivyokuwa matarajio yetu na matarajio ya wadau wengi. Tume imekwepa kusema ukweli. Tume ya Jaji Chande imewatia hatiani maiti na wananchi ambao ndio wahanga wa mauaji, imetonesha majeraha mabichi ya wananchi, imelitumbukiza taifa letu kwenye shimo refu zaidi. Nchi imebaki kwenye mkwamo. Mimi na swali moja. Ndio. Ndio. Wakati tume ya Jaji Chande inaundwa, moja ya matukio ambayo tuliyashuhudia ni chama chenu kilijitokeza hadharani na nyinyi pia mkiwa kama ngome ya wanawake pia kuipinga hii tume kwa ujumla wake. Sasa swali langu mimi nauliza, nyinyi mnapata wapi nguvu ya kutoka kuja kuikosoa hii tume ambayo tayari mlishaipinga nyinyi wenyewe hadharani? Na baada ya hapo tumeshuhudia rais akizungumza kwamba anaitisha hiyo tume huru ambayo nyinyi binafsi mnaitaka. Sasa kwa nini msisubirie hii tume ambayo nyinyi mnaitaka na ndio muweze kujitokeza kuja kutoa hizi kasoro ambazo nyinyi tayari mnazitaka sasa hivi? Naomba peni nyingine inagoma. Anajitokeza kuunda tume nyingine. Imetoa mapendekezo. Okay. Kwa hiyo unataka tusubiri. Kwa nini tusisubiri, si ndio? Sawa. Swali lingine? Asante. Ndugu Dani, asante kwa swali umeuliza. Tume imeundwa, toka tume imeundwa sisi hatukuitambua tume, si ndio? Tunapata wapi nguvu za kuikosoa? Tutaendelea kukosoa kwa sababu sisi wote ni Watanzania. Na tume ilipoundwa tulisema hatuitambui. In fact tunajadili ile hotuba iliyokusanya watu mbalimbali pale Ikulu, ikakusanya wananchi kwa ajili ya kusikiliza. Tunachojadili pia ni mali ya Watanzania, kwa sababu tunapotengeneza tume tunatumia kodi ya kwako Dani na ya kwangu mimi. Kodi inatumika. Na sisi tulitoa angalizo mapema kwamba hii tume inayotengenezwa haitengenezwi tume ya kutupa majibu sahihi. Rais ama mwenyekiti wa CCM anatengeneza kikundi cha washauri ama consultant ambao watakuja kumletea vitu anavyovipenda yeye. Sasa hilo la kutokuitaka tume halituzuii sisi kuendelea kuona udhaifu ndani ya nchi yetu na tukanyamaza. Unasema yako mapendekezo yaliyotolewa na Jaji Chande ili kuunda sasa, maana mimi nilivyosikiliza kwenye ile hotuba inataka kutengenezwa tuite tume ama kikundi ama tutengeneze uchunguzi mwingine utakaoleta majibu, nani aliua na ni kwa nini. Tuulizane hapa, ndugu waandishi wa habari ambao nyie ndio mnapeleka ujumbe kwa wananchi. Siku zote tume ikiundwa, tume inatakiwa kuja na majibu. Nani alitoa amri ya kuua? Tume ilipaswa ituambie. Nani aliua? Tume ilipaswa ituambie. Maiti za watu zilizopatikana, Jaji Chande anatuambia 518. Lakini kwenye ile hesabu yake pale ukijumlisha, tumeona wachambuzi kama kina Madereka wanasema upati ile figa, inakuwa chini ya hapo. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba kuendelea kutengeneza tume zingine ama vikundi vingine vya uchunguzi ni kumaliza fedha zetu za kodi. Bado tuna sababu ya kuendelea kusema, kwa sababu taifa ni letu, nchi ni yetu, kodi ni yetu.
Kwa hiyo sisi ni chama cha siasa, no matter hatuitambui tume kwa kiwango gani, lakini kwa mambo yanayoendelea yasiyopendeza lazima tuseme, hatutakaa kimya. Na tumesema ikiundwa tume ya uchunguzi iliyo huru ya kimataifa, hata sisi Ngome mtakuja kutuhoji. Tumetembea kwa watu, tumeona namna mayatima walivyo wengi, tumeona namna ambavyo watu wamevunjwa miguu, wana vyuma kwenye miguu, hawawezi tena kufanya majukumu yao. Tukipata tume iliyo huru ya uchunguzi, tukapeleka mawazo yetu, naamini yatachukuliwa na yatafanyiwa kazi. Tulizindua mnara hapa wa kuwakumbuka wahanga waliokufa. Tafsiri yake ni nini? Ili jambo, watu waliokufa ni wengi, lazima pawepo na alama ya kuwakumbuka, japo hairejeshi ukweli kwamba watu wamezulumiwa haki zao za kuishi. Kwa hiyo ndugu Dani, sisi tutaendelea kusema kwa ile hotuba, hatusemi kwa tume. Ndio maana tumesema tutaenda mahakamani ili tupate tafsiri ya kisheria, kwa sababu haiwezekani tuwe na tume ambayo inakwenda kutengeneza furushi la mtu binafsi badala ya kuwa na tume ambayo inaweza kutupa majibu wa Tanzania wote kwa pamoja.